Tuambie yameendaje na tumemwona hapa Pacome Zouzoua ambaye kocha mkuu alisema yeye ataangalia session ya leo kesho, alafu aone kama ataanza naye kwenye mechi ya kesho. Tuko kwenye session yetu ya mwisho hapa kuelekea mchezo wa kesho, na wachezaji wote ambao wamesafiri kutoka Dar es Salaam kuja hapa Zanzibar wameshiriki kwenye session ya leo. Wale ambao wana majeraha pia wameshiriki kwenye hii session. Kwa mfano mtu kama Pacome bado hali yake haijakuwa nzuri, madaktari wametuthibitishia hapa, lakini anaweza kutrain kwenye hizi warm up za mwanzo pamoja na timu. Na wote mnamuona hapa. Prince Dube pia bado hajakaa vizuri sana, ana train hizi warm up za kwanza, baadaye watakuwa na special program yao ya maandalizi, lakini wengine ambao bakia wako fit na Mungu kujalia uhai watakwenda kupambania kesho inshallah. Umemzungumza Dube, lakini tulishuhudia mechi iliyopita dhidi ya JKT akipata nafasi lakini pia akifunga. Kuna hali yake ikoje? Hairidhishi kucheza mchezo wa kesho au kuna kingine kinachomsibu? Ile mechi Dube alikuwa anakimbia kwa kuchechemea, hakuwa amefungua turbo vizuri kwa sababu ana majeraha kwenye kifundo cha mguu. Kwa hiyo majeraha yale ni majeraha makubwa, na kwa mchezaji inabidi uwe naye taratibu. Maana leo hapa amekuwa na program maalum, daktari anazidi kumwangalia na technical bench wanazidi pia kumwangalia. Wataamua wao sasa kesho kama aendelee kuchechemea au atakuwa amepona turbo zifunguke. Masao alisema anakimbia kama sungura. Na wewe unasema alikuwa anachechemea. Masao nafikiri hajakutana na watu wanaokimbia. Alikuwa anachechemea Dube, bado hajapata kasi yake ile ya 100%. Tunamwombea dua aibariki, awe sawa, aweze kusaidia. Kama sio kesho basi kwenye mechi inayofuatia inshallah. Tunaona mimi binafsi nimemtazama Depp. Naona yuko serious sana. Shida nini hasa kwa Depp? Depp always yuko hivyo. Yaani leo mbona amezidisha serious? Wewe umeona lini tena? Kwenye mazoezi tunamuonaga huko, lakini leo kidogo always yuko hivyo. Unazuri Depp hapa na rafiki mmoja tu. Yeye rafiki yake hapa ni Buba. Kwa hiyo kama Buba hayupo karibu, maana yake hamna mtu mwingine wa kuzungumza. Labda Isa Dede au yuko serious kupiga naye kileno. Hamna, ndio yuko hivyo. Sio mchezaji ambaye utamwona akipiga story mara nyingi. Always amekuwa yuko focus na kazi yake basi. Na hana marafiki wengi. Sometimes ndio kuchangamka kwenye timu kunaleta na ukaribu wa wachezaji wengine, marafiki. Sasa yeye anaongea tu na Buba. Buba akienda kukimbia winga ile akibaki katikati anakuwa amepoa, hana rafiki. Alafu sasa anacheza striker, Dube naye mpole. Kwa mkutano watoto wa pole pale. Hakuna ambaye ana kashikashi hiyo. Hii dabi pengine tulitegemea ama tushazoea hivi. Kwenye dabi huwa kuna tambo sasa wasemaji siku 2-3 kabla inanoga hivi kila siku wasemaji wanapokuwa wanaongea, lakini mpaka siku hii ya leo hamjanisikia na kama tumekusikia hamjaniona ni kidogo na pia ni wewe tu tunaombe unaongea. Yule mwingine hawezi kuongea. Kwa hiyo mmenimisi au sio? Kuna nini? Mbona ukimya wako unawatisha wananchi? Nawatisha wananchi? Ukimya wako unatisha Tanzania na kuonekana kwamba mimi nikiongea nyinyi hamniamini, ndio shida. Bwana mimi tu nikae kimya. Nataka kuambia wenzenu juzi kwamba wapinzani wetu wameimarika, wamesajili vizuri, wana timu bora, timu ya ushindani. Mkasema muongo anatupanga, sasa nisemeje? Mimi nikae kimya. Lakini anachokiongea kuelekea kwenye dabi nyinyi kama hamkitaki. Pacome mgonjwa, muongo anatupanga huyo. Ndio maana nikaamua nikae zangu pembeni nitulie. Akiongoza kama wale waandishi wako mimi basi tulia mpaka mechi ipite. Ndio nimetulia ndugu zangu. Wapinzani wao wanasema hivi kwamba wao watakuja kuenjoy na hizi ndio mechi ambazo wao wanazipenda. Kauli hiyo nadhani umeisikia. Unaweza kuitafsiri vipi yani? Ndio anakwambia wanakuja kuenjoy. Kweli hizi ni mechi ambazo wanazipenda na wanakuja kuenjoy. Ndio maana ziko nyakati hata kama sisi hatufungi goli wanajifungaga wenyewe kwa sababu ni mechi zao za kuenjoy. Kwa hiyo wanapozungumza ni sahihi. Tutakutana tena kesho hapa, waje tena waenjoy. Bahati nzuri sasa hivi hayupo yule bwana mdogo. Nani yule? Kijili yeye. Wao wanaweza wakachagua mtu mwingine akaja akawafurahisha. Kwa hiyo sio mbaya. Kama wao wanasema ni mechi za kuenjoy, wakaribie tu enjoy wote kesho inshallah. Alikuwa nao. Kauli ni moja tu alitoa. Mbuzi kafia kwa muuza supu. Wewe binafsi kauli yake unaitafsiri vipi? Mbuzi kafia kwa muuza supu. Hajaongeza neno lingine lolote mbele. Mbuzi kafia. Karibu Zanzibar, mbuzi kafia kwa muuza supu. Sawa. Tutajua kesho inshallah. Kwa nyinyi ndio mbuzi.
tutajua kesho. Kwani nafikiri si bado masaa machache tu tunaenda kulala, alafu tutaamka, tutafunga, tutafuturu, tukishafuturu tutakuja kwenye tarawih hapa. Masaa machache tu ya kujua mbuzi nani muuza supu nani. Muda tu. Msio na haraka ndugu zangu waandishi hapa. La mwisho, mmeshinda dabi 6 mfululizo. Kesho ni mechi nyingine ya sana. Pengine na mimi ni mechi mpya na ngumu zaidi ya zile ambazo tumepita. Ni mechi ngumu kwa sababu wameimarika kwanza kiuchezaji, na leo nimemsikiliza captain wao, captain wa zamani, ndio taarifa pekee ambayo waandishi hamjaweza kuifuatilia. Yes, Shomari Kapombe ni pekee duniani ambaye amevuliwa kitambaa kiholela tu, na nyinyi mmekaa kimya, mmeona hiyo sio habari. Nimemsikia kwenye press conference leo akisema kesho watakwenda kuonyesha nguvu zao zote. Kwa kauli hiyo, maana yake wako motivated, wako committed, wanataka kuja kupambana, na ndio ladha ya dabi na kuaga hapa. Kwa hiyo kama wao wako tayari kupambana, wanatukuta. Uzuri hii ni Guantanamo. Guantanamo uzuri, njia ya kuingilia ni moja tu, taingia tutakuta huko ndani tukisubiriana inshallah, wala hakuna shida. Kocha wao pia amezungumza na anasema aliyopita amepita, sasa anataka kuanza. Uzuri ni kwamba hayajamkuta, ndio maana hata hawezi kusimulia mengi. Na wote ni dabi yao ya kwanza. Yeye anavyosimulia mtakuwa mnamuonea, hawezi kuzungumzia vipigo 6 nyuma na yeye akushiriki. Huu msiba ndio mpya kabisa. Kwa hiyo kesho ndo ataelekezwa sasa. Turubai tunakodigi pale, viti tunakodigi pale, mchimba kaburi ni nyumba ya nyuma hapo. Ndio maelekezo mtu ukishakuwa mpya. Si ndio bwana? Kwa hiyo tusubiri inshallah. Patakucha. GSM ni kweli ameweka B1. Naambiwa na viongozi B1 ni kweli. Jibu ndio hapana. Muda umeisha.